Iringa Boma. Hapa ndipo yalipo makumbusho ya mkoa wa Iringa. Mateso, utawala wa kikoloni, uhuru na utawala baada ya ukoloni. Karibu kuifahamu historia ya mkoa wa Iringa. Ukianzia hapa yalipo makumbusho ya mkoa wa Iringa. Simulizi nyingi zinapatikana hapa. Karibu kujionea mengi, kujifunza na kujua kwa kina zaidi simulizi tamu za kusikitisha na zenye kujenga matumaini. Mimi Mbushi Kwilasa. Hapa ni Iringa Boma. Hapa ndipo yalipo makumbusho ya mkoa wa Iringa. Karibu katika makumbusho ya mkoa wa Iringa. Hapa tunakwenda kuonana na wenyeji wetu kutueleza mambo mengi. Habari, kwa majina naitwa James Madaha, ni muhifadhi makumbusho ya mkoa wa Iringa na kituo cha utamaduni. Hapa tulipo ni moja ya majengo ya kale sana Iringa mjini, ambao sasa hivi linatumika kama makumbusho ya mkoa na kituo cha utamaduni. Tunajaribu kuhifadhi na kutangaza na kuurithisha utalii wa kitamaduni wa watu wa kusini, hasa Wahehe pamoja na mikoa mingine ya jirani. Ukisema nyanda za juu, tunaichukua Iringa ni kama kitovu cha utalii, ambapo ndio matukio yote ya utalii kusini yanafanyikia Iringa. Lakini pia tunasema kwa lugha ya kigeni ni tourism hub, kwa sababu Iringa inaunganisha mikoa yote ya kusini. Kwa hiyo sasa Iringa ilikuwa gazetted kama kituo cha utalii 2014, lakini sasa sisi kama kumbusho tunajaribu pia kutafuta historia na utamaduni wa mikoa mingine ya jirani inayozunguka nyanda za juu kusini. Lakini makumbusho yetu hii maarufu kama Iringa Boma Museum, Iringa Boma Regional Museum and Cultural Center, makumbusho ya mkoa wa Iringa na kituo cha utamaduni, ni moja ya zao la program au NGO ikifanika kama Fahari Yetu. Fahari Yetu ni NGO ambayo ilianzishwa na wanazuoni kutoka University of Iringa, department ya idara ya utalii pamoja na anthropolojia, ikiongozwa na Dr. Yani Kuva ambaye ndio managing director, akisaidiana na Mr. Jimson Sanga, ambao hawa wawili sasa ndio walikuja na idea ya kuweza kuanzisha hiyo Fahari Yetu na kuweza kuhifadhi, kutangaza pamoja na kutunza urithi wa utamaduni wa nyanda za juu kusini. Lakini sasa hivi Fahari Yetu inafanya kazi Tanzania nzima, sio kusini tu. Inafanya researches mbalimbali za kitamaduni katika mikoa ya kanda ya Ziwa, kanda za kati, kanda za pwani na kanda za kaskazini. Kwa Fahari Yetu ni moja ya NGO ambayo inatunza utamaduni na urithi wa Tanzania. Kwa moja ya malengo ya Fahari Yetu ilikuwa ni kuanzisha sehemu au kituo ambacho kila mtu duniani, awe mzawa awe ni mgeni kutoka nje ya Tanzania, anaweza akapata historia ya utamaduni wa mkoa wa Iringa pamoja na mikoa mingine ya jirani. So wazo likaja tuanzishe makumbusho ya mkoa wa Iringa, na idea ikaja wapi? Kwa hiyo walifanya research zao, wakagundua kuwa Iringa mjini kuna moja ya jengo ambalo liliachwa na Wajerumani, lakini ilikuwa kitumika kama ofisi ya mkuu wa wilaya kwa nyakati hizo. So Fahari Yetu waliandika proposal kwa serikali pamoja na kupata fundi kutoka Ulaya na vyuo vingine vya Ulaya vikiwasaidia, pamoja pia na baadhi ya wanafunzi na wataalamu wa utamaduni kutoka chuo cha Iringa zamani Tumaini. So wakaja na idea ya kwamba tunaweza tukapata jengo la Mjerumani ambalo liko Iringa mjini na kuweza kulifanyia marekebisho kadhaa na kulifungua kuwa makumbusho. Kwa basi 2016 Fahari Yetu walifanikiwa kuweza kulifungua ili jengo na kulitumia kama makumbusho ya mkoa wa Iringa mpaka sasa hivi. Tunasema la miaka 9 tangu lifunguliwe, kuanzia 2016 mpaka 2025. Kwa sasa hivi linatumika kama makumbusho ya mkoa wa Iringa pamoja na kituo cha utamaduni. Jengo hili ni jengo la tatu kujengwa Iringa mjini, ambalo lilijengwa mwaka 1914 na wakoloni wa Kijerumani. Kwa sisi kama Tanzania tunalitem kama ni jengo la Mjerumani, lakini remind you Mjerumani alikuwa ni kama supervisor tu, lakini wafanyakazi zamani power walikuwa ni watu hapa mazingira ya Iringa. So jengo hili litumika kama hospitali ya kijeshi kwa mwaka huo wa Mjerumani kuanzia mwaka 1914 mpaka vita vya kwanza vya dunia vinaisha 1918. Ile jengo lilikuwa chini ya utawala wa Mjerumani kama hospitali zake za kijeshi. Baada ya pale anaingia Mwingereza kama mkoloni wa pili, au tunasema ni caretaker wa koloni ya Mjerumani. Anaingia hapa Tanganyika kabla hajapata uhuru, analibadilishia matumizi ile jengo kutoka kwa hospitali ya kijeshi wakati wa Mjerumani, wakati wake anaitumia kama ofisi za utawala wa kanda.
kanda ya kusini. Akalitumia hilo jengo kwa kipindi hiko mpaka tunapata uhuru 1961 tarehe 9 Disemba. Ile jengo linaingia chini ya serikali ya Tanganyika baada ya muungano na Zanzibar 1964, linakuwa ni mali sasa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa baada ya pale linakuwa ni ofisi za serikali, kwa hiyo lina serve hizo some governmental administration staffs. Inakuwa ni ofisi pia ya mkuu wa wilaya wa Iringa kwa nyakati tofauti alikuwa anapatikana hapa, lakini pia ilikuwa ni ofisi za kutoa huduma za kijamii kama vile vizazi na vifo, kusajili watoto waliozaliwa, watoto waliofariki, tunaita RITA, walikuwa wanapatikana hapa. Lakini pia ilikuwa ni ofisi ya kufungisha ndoa za kiserikali, pia ilikuwa ni hapa hapa. Kwa sasa jengo lile likapewa jina Bomani ya